Mimi kwa majina naitwa John Ruben Masai. Nikiwa mzaliwa wa Shivihwa, Kaparas. Niliweza kujifunza kazi ya useremala mwaka wa 1982. Mwalimu wangu alikuwa anaitwa Philip Makothi. Na baada ya hapo nilienda nikafanya grade hapo Shikalakala Polytechnic, mahali ambapo niliregister mwaka wa 1984. Nikaweza kuajiriwa na kampuni moja ya Tanzania ile inaitwa Sakanjole Building Construction, kwanza kama carpentry. Baada ya hapo ndio nikaanza kufanya kazi kwa kampuni, na vile tulikuwa tunaendelea na hiyo kampuni, sasa niliweza kupata walimu wengine wenye waliweza kunielimisha kuhusu kujenga nyumba. Na kutokea hapo ndio nilianza sasa kufanya kazi yote ya ujenzi kutoka chini, alafu pia na kufanya mambo ya fitting ya carpenter. Kwa vile nilichukuliwa kama carpenter, mtu wa kukata joints, wakati ile tulikuwa tunafanya kwa kampuni ya Sakanjole. Mimi nilichukuliwa kama carpenter, na kazi ya carpenter ni kukata joints, na pia tunashirikiana mambo ya roofing iko chini ya carpenter. Sasa vile nilikuwa nafanya roofing za nyumba, wakati tunaendelea hivyo ndio niliweza kujifunza mambo ya kujenga chini. Maana kuna wale walikuwa wanajenga chini na mimi naweka roof. Sasa kutokea hapo ndio nikaanza sasa kufanya mambo ya fitting pamoja na building. Hii kazi nimeifanya kuanzia mwaka wa 1983 hadi saa hizi bado naendelea. Kazi ya carpenter ni kazi nzuri, maana wakati umepata tenda huwa unaajiri vijana, na vijana nao hii kazi, kwa sababu huwa inakuwa na saa ingine mtu amepima vitu mingi kama vitu ya shule. Sasa itabidi uitisha vijana wakuja msaidiane, ndio sasa ikuwa rahisi mtu kupata hapo riziki yake. Na kwa mjengo pia ni nzuri, maana siwezi fanya peke yangu. Ni kazi yenye nimejifunza, lakini inahitaji nikuwe na wenzangu kama vijana wale wanaendelea kujifunza, wanawafunza wajue, ili nikipata kazi kuwa rahisi kumaliza kazi haraka. Ile changamoto huwa napitia ni kazi mzuri, lakini inahitaji upate wateja wazuri. Kuna wateja wengine ukipata huwa wanaleta shida, hata unapata kulipwa inakuwa sio rahisi sana. Na wengine ukipata wanaweza kuwa mtu wa kuelewana, alafu mnalipana vizuri. Maana wateja wengi saa hizi kuambia mambo ya kupatana wanaanza kusumbua, wanataka ikuwe kwa siku. Na kwa siku nayo vijana wanapenda hiyo, hawapendangi mambo ya kuajiriwa ulipwe baadaye. Matajiri ni rahisi kutoa madiri, lakini huwa shida inatokea upande wa malipo. Lakini sioni kama shida iko kama wamepeana material yote. Mimi huwa naona inakuanga kazi inatembea vizuri, hatuwezi kuwa na shida ingine. Kitu kama carpentry and joinery, hii kazi inahitaji ukuwe na pesa kwanza. Ukiwa na capital pesa, alafu kuwa na customer, hapo utaendeleza vizuri, maana si kazi unaweza fanya peke yako. Lazima wewe ukiwa sasa umefungua mahali, ukuwa na vijana wengine pia wale mnaweza saidiana, ndio mnakuwa na haraka ya kumaliza kazi ya mteja. Lakini ukiwa peke yako, hakuna vile unaweza fungua carpentry na uendelee. Maana wewe mmoja, kazi itakulemea na customer wataanza kulalamika. Baadhi ya matajiri
unaweza kuambia, unaweza kuuliza quotation umwandikia. Sasa ile umemwandikia na analeta material kidogo. Sasa ile mnafanya kazi, ukifika mahali material ishe, inabidi usimamisha kazi kama siku moja ama 2 hivi. Sasa ile analeta material ingine tena, ukienda anaenda kuambia ati umefanya kazi polepole. Sasa mambo kama hiyo inaletanga shida sana kwa upande wetu, maana huwa sasa tajiri tamaa inamuingia, baada ya kumtengenezea kitu imeonekana ni kitu nzuri, anaanza sasa kuleta watu wengine, kisha ingia kwa hiyo kazi wanaanza kuharibu, maana hawajui maono ya fundi mwenye ameanza vile alikuwa anafikiria kufanya. Alafu baadaye ndio unapatanga kama ameingiza watu wengine, kazi inatoka vibaya. Baadaye anaanza kutafuta ukuja tena waanze kurekebisha makosa ya mafundi wengine. Hii kazi ya useremala na ufundi, unaweza ambia mtu aenda asome? Ndio, mimi naweza kumwambia aenda asome, kwa maana hii kazi mimi naona inasaidia katika maisha. Hawezi kaa bila kupata chochote. Unaweza hata umekaa nyumbani hata kama mimi hakuna, na mtu anakuita kuja tengenezea mimi kitu hapa. Na kama umeelimisha, uko na hiyo ujuzi, unaenda kutengeneza, na hapo utapata riziki ya hiyo siku. Mimi naelimisha vijana, hii kazi yenye tunafanya useremala hii ni kazi nzuri. Ili yeyote akijifunza hii kazi, nimejua kwamba inaweza kumsaidia katika maisha. Kwa hiyo mimi ningependa tu vijana wengi wajifunze hii kazi. Inaweza fanya maisha yao yaende vizuri. Tuko na watu, hata kuna hata watoto wasichana saa hizi wameanza kuuliza kama nafasi inaweza patikana pia. Hao wakuja wajifunze, maana wanaona kama vijana wenye wanafanya nao kazi maisha yao inaenda vizuri. Kwa hivyo hata wasichana pia wanatamani kuja kufanya hii kazi yenye tunafanya. Kwa hivyo mimi furaha yangu ni ya kwamba hii kazi yetu kumbe kuna wale wanatamani inaweza leta manufaa. Mimi mwenyewe ningependa kuelimisha vijana kuhusiana na hii kazi yetu, maana hii kazi wakati ya kitambo tulikuwa tunahangaika tunaenda mbali. Kama mimi nilisomea Shikalakala, lakini kwa sasa naona wametuletea polytechnic ziko karibu, hata Shambele hapa tunaweza kujifunza, technical ziko. Kwa hivyo ningependelea vijana wasikae bure, wajaribu sana kutembelea hao ili waweze kunufaika na maarifa inaweza kuwasaidia kwa maisha yao. Kwa ule mwenye amemaliza form 4, ningependelea aingie polytechnic ama aende kwa technical school ili aweze kupata maarifa zaidi. Na ukishapitia kule, unaweza kuja kujiunga na sisi, alafu na kazi inaendelea vizuri. Mimi huwa naanza na vijana hata wenye wamemaliza class 8, kwa sababu kuna yule anaweza shindwa kujoin. Huwa namwambia akuja, tunafanya naye, akishajifunza aone kama anaweza endelea vizuri, huwa namuelimisha sasa aenda atafute grade, ajiunga na zile shule kuu ili aweze kupata vile anaweza pata certificate ya kazi. Mimi mwenyewe kazi yenye huwa nafanya, naweza tengeneza kitu kama meza, kabati, viti, hata ceiling za nyumba. Alafu pia naweza jenga nyumba, kuanzia nyumba ya miti mpaka nyumba ya permanent, kutumia matofali, mablocks mpaka nyumba iishe. Kwa hivyo mimi najua ya kwamba mtu yeyote mwenye anaweza kujisikia kunipea kazi kuhusiana na hizo zenye nimetaja, anaweza kufanya vizuri. Kama kuna yule anaweza hitaji fundi wa kumfanyia quotation kwa ajili ya ujenzi, pia anaweza nunua material, hata kama ni useremala, niko tayari kumfanyia quotation ili kazi yake ikiendelea ajue mwelekeo vile anaenda mpaka kazi iishe.
Namba yangu ya simu kama unataka kunipata ni 07 90 70 12 26. Mimi niko kwako tu hapo.